Lakini tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo alikuwa na maono makubwa katika wizara hii, na ndio maana alipunguzia mzigo, akaitoa Wizara ya Habari akaiweka sehemu nyingine, akaiacha Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, kwa sababu ni kitu ambacho watafocus waziri kuhakikisha kwamba anaisaidia nchi katika sekta hii muhimu sana katika uchumi wa nchi yetu. Sekta hii inachochea uchumi, inachochea shughuli zingine za uchumi katika nchi yetu. Mfano watu wa fedha kwenye mambo ya transaction wanategemea sana wizara hii. Kama nilivyosema, mawasiliano ya simu yanategemea sana wizara hii. Lakini kama haitoshi, tumeona hata ajira nyingi zikisimamiwa vizuri zitatokana na wizara hii ambayo inawagusa zaidi vijana wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nitachangia maeneo machache sana. Kwanza nitachangia mradi wa Tanzania Kidijitali. Mradi huu Mheshimiwa Mwenyekiti, tulivyojulishwa kwenye kamati pamoja na taarifa iliyosomwa hapa, ni kwamba tuliambiwa umefikia 78% kwa maana ya utekelezaji wake, na fedha zimetoka, hazina matatizo yoyote. Mradi unakwenda vizuri, na tunaendelea kusema tu kwamba mradi huu endelee kusimamiwa na wizara, na tuendelee kuhakikisha kwamba lengo la kuunganisha taasisi zote zisomane ndio lilikuwa lengo la Mheshimiwa Rais, kwamba kupitia mfumo huu au mradi huu itasaidia taasisi zetu kusomana. Tumesikia zaidi ya taasisi 100 kwa maana ya bara pamoja na visiwani wote, kwa maana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tayari taasisi 100 zimeshafikiwa na mradi huu na zimeanza kusomana. Hii ni kazi kubwa sana. Nikupongeze Mheshimiwa Waziri Jerry Silaa kwa kusimamia kazi hii nzuri ambayo inaenda kutupa heshima kama nchi. Na haya alikuwa maagizo ya Mheshimiwa Rais mwenyewe kuhakikisha kwamba mifumo inasomana, na hii ndio mwelekeo wa kwenda kwenye e-card, kwamba sasa tuachane na mtu kuwa na makadi mengi mpaka yanavimbisha suruali. Kumbe ni kadi, huna fedha, una makadi mengi, mara NHIF, mara una kadi leseni, mara una hiyo, una kitambulisho cha mpiga kura, mara wale wapenzi wa mpira, una kadi ya kuenda kuchanja kwenye mpira. Yaani unakuwa na lidude kubwa, kumbe hata fedha hamna, kumbe umejaza makadi mengi ambayo kimsingi ikienda ikapatikana e-card itasaidia sana kuondokana na changamoto ambayo tunayo. Kwa hiyo mimi nikuombe sana Mheshimiwa Waziri, endelea na kazi hii kuhakikisha kwamba mradi huu mkubwa wa serikali wa Tanzania Kidijitali unaenda kukamilika, na kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kuwa mfano wa nchi zingine katika Afrika pamoja na dunia kama mfano. Lakini itasaidia sana kupunguza watu kulipa kwa keshi. Itakuwa cashless sasa, watu watakuwa hawatumii fedha keshi katika kununua maeneo mbalimbali. Lakini zaidi ya hapo itasaidia ukusanyaji wa kodi. Kwa sababu kila transaction itapita kwenye mfumo wa electronics, itasaidia kujua nani amepata mapato gani, na mwisho wa siku ni rahisi hata TRA na watu wanaohusikana na kodi kuweza kukusanya vizuri kirahisi sana. Kwa sekta hii au wizara hii ni muhimu sana. Nikombe Mheshimiwa Waziri, nenda ukasimamie na tuhakikishe kwamba tunafikia malengo yetu. Lakini la pili ni eneo hili la vituo vya umahiri vya kuwajengea vijana wetu uwezo, ambao tumesikia hapa kwamba vijana wetu, kwa maana hizi kampuni dogo za startups ambazo tunaamini zikijengewa uwezo zitawafanya vijana wengi waingie kwenye ajira. Na nikupongeze sana, mwaka huu tulipokuwa pale Arusha mliweza kutoa hata tuzo kwa vijana wabunifu wa Tanzania, ambao kwa kweli wengine walikuwa hawaamini mpaka walilia wakati wanapewa na kutambuliwa. Mheshimiwa Waziri, jambo lile endelea nalo kwenye mikoa yote, isiwe eneo moja Dar es Salaam na Arusha. Nenda mikoa yote Tanzania, vijana wabunifu wapo, tuwajengee uwezo na tuweze kuwatia moyo. Na nimefurahi sana, kuna baadhi ya maeneo mliwapa hadi mtaji. Yaani kwamba kijana ameanzisha bunifu yake, ana uwezo wa fedha, mnampa fedha ili aweze kukuza bunifu yake, na mwisho wa siku anaenda kuajiri vijana wengine. Hii itapunguza pia vijana kubaki kwenye mambo ya betting na mambo kama hayo, kwa sababu watakuwa na kazi kamili ya kufanya, na vijana wetu wengi wana uwezo mkubwa kwenye sekta hii ya ICT. Naomba sana Mheshimiwa Waziri uendelee kuwalea, kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata fursa hii ambayo kimsingi Rais amesema wizara yako ikisimamiwa vizuri itasaidia sana kuleta ajira nyingi kama ambavyo tumesema. Tumesema vile vituo viongezewe kasi, viweze kukamilika ili vijana wetu waweze kupelekwa kule kwa ajili ya training.
Lakini sio vijana tu, hata watu wazima ambao wana shughuli zao zingine wanaweza kwenda kujifunza pale na kuweza kupata uwezo mzuri zaidi wa kutumia ICT. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni swala la kupongeza pia minara 758. Kazi inaenda vizuri, tumepata taarifa kwenye kamati, na mimi binafsi kama katika jimbo la Singida Mashariki nimepata minara miwili imeshakamilika kule Misugha pamoja na pale Ligwa. Wananchi sasa hivi wanabipu hata wakiwa chumbani ndani, wanaweza kuwasiliana kokote walipo. Zamani ilikuwa mpaka mtu aende juu ya mti anaenda anatafuta mawasiliano. Hii ilikuwa ni hatari sana, watu wengine wanaliwa na nyoka katika maeneo yale. Lakini leo wanapata mawasiliano moja kwa moja. Lakini nikupongeze sana Mheshimiwa Waziri, na nikushukuru kwa kumleta naibu waziri pale kwenye jimbo langu. Pale Matare ule mnara umefikia 80% karibia, unaenda kukamilika. Watu wangu wa jimbo la Singida Mashariki ambao ni Ikungi Mashariki wanaenda kupata mawasiliano yale ambayo yalikuwa yapatikani, kwa sababu hata kuna vijana walikuwa wanachelewa kuoa kwa sababu hawawezi hata kuwapigia simu wapenzi wao. Kwa hiyo ninaamini kupitia hili litasaidia sana, na Mheshimiwa naibu waziri, rudi mlete waziri, mje mzindue ile minara kuonyesha kwamba kazi kubwa ya Rais Samia Suluhu Hassan imefanyika vizuri katika jimbo la Ikungi Mashariki katika sekta ya mawasiliano. Niombe sana kule Mang'onyi ule mnara ambao ulikuwa unaendelea, msukumeni mkandarasi aweze kumaliza, na kule Mang'onyi kuna mambo ya mawasiliano ya uchumi mkubwa wa madini. Niombe sana mkaboreshe mawasiliano ili kuondokana na tatizo la kiusalama katika eneo lile. Nimalizie kwenye eneo hili la hii sheria ambayo tulikuwa tunaambiwa hapa, ni sheria ambayo ya Electronic and Postal Communications Act ya mwaka 2020. Sheria hii Mheshimiwa Waziri, ni vizuri mkaiangalia. Imefanywa marekebisho 2010, lakini baadaye ifanywa marekebisho mengine 2022. Mheshimiwa Waziri, tunachojiuliza ni kwamba kama tulikubaliana mashirika au watu wa huduma wote waingie kwenye soko la hisa, kwa nini hao ni mtu mmoja Vodacom aliingia na yeye akatii maagizo ya sheria hii? Wengine bado wanatoa sababu ndogo ndogo ambazo zingine hazina mashiko. Lakini kama ninavyosema, tunaangalia hawa wahanga waliopata shida, na Mheshimiwa Kanyaso ameeleza yeye ni mmoja wapo wa wahanga. Ameweza kupeleka pale hisa zake, na bado akitaka kuomba hizo kwa maana aende akauze, anasema haziuziki. Sasa Mheshimiwa, hatuwezi kuita kama ni utapeli, hatuwezi kuita ni jambo gani, lakini ni jambo lina ukakasi. Mimi niombe sana Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Rais ana nia njema na nchi hii, Watanzania wake hao wamewekeza mle, kwa sababu tuangalie kwa jicho la huruma. Mheshimiwa Sanga kule nilikaa kule kwa kina Mapembelo kule, ni watu wazuri wawekezaji. Kama wanalia namna ile, nani atawekeza kwenye nchi yetu? Kwa hiyo niombe sana mliangalie. Sio vibaya sheria ikitoka ikawa haitekelezeki, basi turudi tena tuiangalie. Sio udhaifu, ni kuendelea kujiimarisha na kuifanya Tanzania iwe salama kwa ajili ya wananchi kuishi. Kama alivyosema, nimalizie tu dogo kwamba Mheshimiwa Kanyaso ananiambia kwamba hata wale watu wa huduma wakala wanaweza kuwa barabarani tu, wanapata zaidi ya faida milioni 5 mpaka 10 kwa mwaka. Lakini kama huyu ambaye ametoa hela nyingi kwenye soko la hisa ambalo linauzwa kila siku mpaka huko duniani, leo hii anashindwa kupana, anapata shilingi 200 kweli kwa mwaka kwa miaka 8. Hii sasa, kama wanasema wenyewe wataalamu wa biashara, wanasema hii ni biashara hasara, wakina Meko wanasema hivyo. Hatuna sababu ya kuendelea na biashara hasara. Tuwasaidie Watanzania hao wenye nia njema ya kusaidiana kukuza uchumi wa nchi yetu.